I told you I can hear Swahili. So you see, kwa hivyo unaona, but it was not Abraham who fought with Lot. Sio Abrahamu aliyezozana na Lutu. It was their headsmen. Ni wachungaji wao. And their headsmen na wachungaji wao caused Abraham and Lot to separate. Wakasababisha Abrahamu na Lutu watengane. Do you know there are sheep that are anointed of the devil? Je, unajua kuna kondoo ambao wamepakwa na shetani that can cause pastors to fight? Wanaosababisha wachungaji wapigane. He leaves this church, anatoka kanisa hii, goes to this church, anaenda kanisa hili, and start talking to this pastor, na anaanza kumwambia mchungaji bad things about that pastor, mambo mabaya kuhusu mchungaji yule. And the pastor feels I need an extra sheep, na mchungaji anahisi nahitaji kondoo wa ziada, ends up fighting the other pastor, anaishia kupigana na yule mchungaji mwingine. But is this sheep, lakini ni huyu kondoo that is causing the problem, ambaye analeta shida. And Lot said, Lutu akasema, let us separate. Wacha tutengane. And Abraham says, choose. Abrahamu anamwambia Lot chose Lutu akachagua the greener pastures, akatafuta mahali pa kijani kibichi, of the plains of Sodom. Kwenye miale ya Sodoma. Lot was not in Sodom. Lutu hakuwa Sodoma. He started just in the plains. Yeye alianzia tu mialoni. But in chapter 14, lakini mlango wa 14, you hear that Lot was now a governor. Unasikia sasa Lutu alikuwa mkuu kule Sodoma. When the devil wants to use you, wakati shetani anataka kukutumia, he does not start by taking you into Sodom. Yeye huwa haanzi kukupeleka Sodoma. Your skirt is not really in Sodom. Rinda lako bado halijafika Sodoma. But it's towards, lakini linaelekea Sodoma. It's not a short skirt. Sio rinda fupi. It is not a long skirt. Na pia sio rinda ndefu. But it is towards, lakini linaelekea Sodoma. Your language, lugha yako, is not really Sodom. Sio ya Sodoma. But it's also not a message believer. Lakini pia sio ya waaminiwa wa ujumbe. But it is towards, lakini inaelekea Sodoma. The type of music you like, aina ya nyimbo unapenda, is not really un-Christian music. Hakika sio ya zile za sio zile ambazo si za Kikristo. But at the same time, lakini wakati huo it is not also our music in the message. Sio nyimbo zetu za ujumbe. It is so called Christian music. Zinaitwa tu za Kikristo. It is Sodom music. Ni nyimbo za Sodoma. One of these days, moja wa siku hizi, we shall find you, tutakupata, coming out of Sodom, ukiwa kule ndani ya Sodoma. Amina. Are we moving well? Je, tunasonga vizuri? Are we still together? Je, bado tuko pamoja? We are still under justification. Tuko chini ya kuhesabiwa haki. In chapter 14, mlango wa 14, then the king of Sodom was besieged. Mfalme wa Sodoma akazingirwa. And with Chedorlaomer and the 5 kings. Akiwa na Chedorlaomer na wale wafalme watano. And Lot was taken as part. Na Lutu akachukuliwa mateka. And when Abraham heard this, na wakati Abrahamu alisikia haya, and Abraham said, na Abrahamu akasema, brothers, ndugu, let us go, wacha tuende and rescue Lot. Tuende tukamuokoe Lutu. Abraham did not take the pulpit. Abrahamu hakuchukua madhabahu. And said, brothers, na akasema, wandugu, did you hear the sermon I preached 3 weeks ago? Je, mlisikia mahubiri niliyohubiri wiki 3 zilizopita? On warning before judgment. Kuhusu maonyo kabla ya hukumu. Lot has been judged by God. Lutu amehukumiwa na Mungu. You have nothing to do with him. Msijihusishe na yeye. No. Pana. Abrahamu, as a person with an experience with God, kama mtu aliye na ujuzi na Mungu, he went into brotherly kindness. Alienda katika upendo. And he went to rescue Lot. Na akaenda kumkomboa Lutu. Don't rejoice over the fall of your brother. Usifurahie mwanguko wa ndugu yako. Don't rejoice over the fall of your sister. Usifurahie kuanguka kwa dada yako. The very one that did something bad to you. Yule aliyekufanyia kitu kibaya. When you hear they are in trouble, ukisikia wako kwenye shida, be the first one to visit them. Kuwa wa kwanza kuwatembelea. Be the first one to bring them a little bit of food. Kuwa wa kwanza kuwapelekea chakula kidogo. Buy some fruits along the way. Wanunulie matunda njiani. Say, dada yangu, I was missing you. Sema, dada yangu, nilikuwa we have not been seeing you at church. Hatujakuwa tukikuona kanisani. I love you from the bottom of my heart. Napenda toka ulindi wa moyo wangu. The Bible says, Biblia inasema, after Abraham had rescued Lot, baada ya Abrahamu kumwokoa Lutu, Lot still decided to go to Sodom. Lutu bado aliamua kurudi Sodoma. But it never bothered Abraham. Na haikumsumbua Abraham. It never changed Abraham. Haikumbadilisha
circle. Anasema ndugu akichora duara ndogo. Don't say he's secluding himself. Usiseme anajitenga. Brother Branham says, Branham anasema draw a bigger circle. Chora duara kubwa. Include your brother into that. Ingiza ndugu yako pale ndani. If your brother ikiwa ndugu yako believes that is only 5 seals that were revealed, anaamini ni mihuri 5 tu iliyofunuliwa, you are still my brother. bado wewe ni ndugu yangu. If you believe it was only 6 seals, ukiamini ni mihuri 6 tu, you are still my brother. bado wewe ni ndugu yangu. I will be the bigger brother. Utakuwa ndugu yako because I believe all of them are revealed. Maana mimi naamini yote. So the ones that you believe, kwa hivyo zile unaamini, are already included in my belief. Tayari ziko ndani ya kile naamini. The ones that you believe, zile unaamini, I already believe them with you. Tayari nasiamini. There's no need for us to have differences. Hakuna kitu kina sababu. Can you say amen? Kwa sana sema amina. And Abraham overcame them. Akashinda. Rescued Lot. Akamwokoa Lut. And the king of Sodom said, Abraham, na mfalme wa Sodoma akasema, Abraham, tafadhali, can we give you the spoils? Wacha tukupatie mali of war. Zile ambazo tumepata. And Abraham says, I will not take your money. Abraham akasema sitachukua pesa I zenu. will not take your gift. Hata sitachukua vipawa zenu. Lest thou say, ili msije mkasema, I have made Abraham rich. Sisi tumemtajirisha Abraham. Don't want the offering of Sodom. Sitaki sadaka ya Sodoma. God will not receive the tithe of a harlot. Mungu hatapokea zaka ya kahaba. You go and play lotto there. Unaenda kucheza kamari kule Avieta. And some form of gambling. Na kucheza kamari. And try and to give us offering here. Alafu unatuletea sadaka hapa. Keep your money. Kaa na pesa zako. Lest you say, usije ukasema, you have made the pastor rich. Umemfanya mchungaji tajiri. Can you say amen? Sema amina. Can you say amen? Sema amina. The Bible says you must learn to work. Lazima ujifunze kufanya kazi. And those that do not work, na wale ambao hawafanyi kazi, should also not eat. Hawapaswi pia kula. Laziness is not part of God's program. Uzembe sio mpangilio wa mwanadamu. Can't be a brother and always sleeping and folding on your hands. Wewe ni ndugu na unaendelea tu kulala na kukunja mikono yako. And you complain about poverty. Na unalia kuhusu don't you know the Bible says? Je, hujui Biblia inasema, go to the ends you sluggard. Enda kwa wale wadudu mzembe. And learn from her ways. Na ujifunze kutoka kwao. She gathers straw in summer. Anakusanya chakula wakati wa because she knows winter is coming. Maana anajua wakati wa baridi unakuja. A little slumber, a little sleeper. Usingizi mdogo. And poverty will enter into your home. Na umaskini utaingia nyumbani kwako. Say amen. Sema amina. Sema amina. Say amen. Abraham was saying, I will work with my own hands. Abraham alikuwa anasema nafanya kazi na mikono yangu. Part of this. Sitakuwa sehemu ya hii. And after that, na baada ya hiyo, he met another man. Akakutana mtu mwingine. He met the king of Jerusalem. Akakutana na mfalme wa Yerusalemu. He met the king of Jerusalem. Alikutana na mfalme wa Yerusalemu. Not a natural Jerusalem. Sio Yerusalemu ya dunia. But a spiritual Jerusalem. Yerusalemu ya he met a man. Alikutana mtu by the name of Melchizedek. Kwa jina la Melchizedek. Was on top of a charger. Alikuwa on top of a horse. Alikuwa juu ya farasi. And the horse was a white horse. Na farasi alikuwa mweupe. Riding to meet Abraham. Akiendesha kukutana na Abraham. He says he was the king of Salem. Anasema alikuwa mfalme wa Salem. And he met Abraham. Akakutana Abraham. After the slaughter of the kings. Baada ya kuwachinja wafalme. Abraham was called a prince. Aliitwa mtawala. Eshcol and Mamre and Anna, they joined themselves to Abraham. Maana Eshkoli na Mamre walijiunga na Abraham. So you hear there's a man called Mamre. Maana unasikia kuna mtu anaitwa Mamre. In other words, the land that Abraham was living, kwa maneno mengine nchi ambayo belongs to this man called Mamre. Ni ya mtu huyu anaitwa Mamre. But yet in their midst, lakini miongoni mwao, Abraham was not just a simple man. Abraham hakuwa mtu rahisi. He was a prince. Alikuwa mtawala. And a prince is a soft word for a king. Na mtawala ni jina tu ndogo la mfalme. Maana Abraham had 318 trained servants. Alikuwa na watumishi wamefunzwa 318. These were not trained in agriculture. Hawakuwa wamefunzwa katika ukulima. These are military mercenaries. Hawa ni watumishi wa kijeshi. How can you fight 5 kings? Je, unaweza pigana na wafalme 5 unless the people that you have in your house
household isipokuwa watu ambao unao nyumbani are trained Navy SEALs. hao ni wale wapiganaji wa maji. This is top militia. Hawa ni wanajeshi wa ngazi ya juu. This is commando in army. Hawa ni makomando katika jeshi. Can you say amen? Sema amina. And we had a man in this day Na tulikuwa na mtu katika who was the like of Abraham. ambaye alikuwa kama Abraham. He had 7 letters to his name. Alikuwa na herufi 7 Not Graham, sio Graham but Branham. lakini Branham. And in the house of Branham, Na katika nyumba ya there are Branham 318 servants kulikuwa na watumishi 318 trained in the handling of the sword. wamefunzwa kushika upanga. Can you say Sema amen? amina. When it comes to a time of war, Inapofikia wakati wa we vita, know how to change regalia. tunajua jinsi ya kubadilisha We mavazi. know how to change our faces Tunajua jinsi ya kubadilisha and uso to wetu, pull out the sword kutoa and upanga deliver our na brothers kuwakomboa ndugu that have been zetu taken into bondage. ambao wamepelekwa katika utumwa. When he met the king, Alafu anakutana mfalme Abraham was talking to the king of Jerusalem as to Melchizedek as kings, Abrahamu na Melkizedeki walikuwa wanazungumza kama wafalme, king to king. mfalme kwa mfalme. But when Melchizedek Lakini wakati Melkizedeki lighted off the charger, alishuka juu ya farasi, he was no longer a king, hakuwa mfalme, because the Bible says maana Biblia inasema he had in his hands alikuwa mkononi mwake, bread alikuwa na mkate and wine. na divai. Now bread and wine Sasa mkate na are divai not instruments in the hands of a king. sio vyombo katika mkono wa mfalme. These are instruments in the hands of a priest. Hizi ni vyombo katika mkono wa kuhani. And Abraham Na Abrahamu recognized akatambua that this is no longer a king. sasa huyu si mfalme And the tena. Bible says, and Abraham paid tithes. Na Biblia inasema Abrahamu akalipa zaka, Tithes of all. akalipa fungu la 10 kwa You yote. don't pay tithes to a king. Haumlipi mfalme fungu la Tithes 10. are paid to a priest. Fungu la 10 upewa kuhani. So we are seeing God and Mother. Tunaona Mungu wa kubadilisha sura. He is changing offices Anabadilisha ofisi from the king of Salem kutoka mfalme wa Salemu to the priest of the Most High God. hadi kuwa kuhani wa Mungu mkuu. While the oil and the bread, the wine and the bread are in the hands of Melchizedek. Wakati divai na mkate uko mkononi mwa Melkizedeki. Melchizedek is the priest. Melkizedeki ni kuhani. But the matter doesn't end there. Lakini jambo aliishi pale. He takes the bread and the wine Anachukua mkate na divai and he gives them to Abraham. na anazipeana kwa Abrahamu. And while the bread and the wine Na wakati mkate na divai are now in the hands of Abraham, iko mkononi mwa Abrahamu, Melchizedek is no longer the priest. Melkizedeki tena si kuhani. Abrahamu has become the priest. amefanyika He kuhani. takes the bread and the wine. Anachukua mkate na divai. Oh, haleluya.